الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من فضل الله تعالى على عباده، hakika katika fadhila za Allah tukufu kwa waja wake, an an'ama alaihim bil mawasim al azima, Allah amewaneemesha waja wake misimu mikubwa, wal ayamil fadila, na masiku yaliyokuwa bora, litakuna maghnaman litaiina, na ili iwe ni ghanima, ni faida kwa wale wenye kufanya taa, wa maidana litanafusi almutanafisin, na ni uwanja wa kushindana kwa wale wenye kushindana. Wa min hadhihi almawasimi, na miongoni mwa misimu hiyo, ashru dhulhijja wa ayamu tashriqi ba'daha, ni haya masiku 10 ya Dhulhijja ambayo muda si mrefu tutakuwa nayo, na zile siku 3 za tashriqi baada ya hayo masiku 10 ya Dhulhijja. Haithu anna hadhihi al-ayyam kanat mahallan li ummahati al-ibadati, masiku haya 10 yamekuwa ndiyo sehemu ya na ni mama ya ibada, mina salah, miongoni mwa ibada za swala, wasiyam, wasadaqa, walhaji, waludhiya, miongoni mwa ibada za swala na saumu na sadaqa na kuhiji na kuchinja, watakbir, na kuleta takbira, wa ghairiha, na katika ibada zingine. Walmuslimu mutalabun bi an yu'ammira hadhihi al-ayyama bi anwa'i al-qurbat. Walmuslim mutalabun bi an yu'ammira hadhihi al-ayyama bi anwa'i al-qurbat, Muislam anatakiwa aimarishe siku hizi kwa aina mbalimbali ya ibada. Wa alayhi an yata'allama al-ahkama ash-shar'iyyata al-muta'alliqata biha, pia alazimiane ajifunze hukumu za kisheria zinazohusiana na masiku hayo, liyuhsina istighlalaha, ili aweze kupata faida vizuri katika masiku hayo kama yambaghi, kama inavyotakiwa. Wa ahammu masaili al-bahthi ma yali, na mambo yaliyokuwa muhimu zaidi kuyafanyia bahthi na kuyaeleza ni kama yafuatayo. Kwanza, ambalo ni muhimu kulielezea katika kipindi hiki, fadlu ashri dhulhijja, masiku 10 bora ya Dhulhijja. Ili ma yajtanibuhu fil ashri min man arada al-udhiya, yale ambayo yanawajibika kujiepusha nayo yule ambaye atahitaji kuchinja. Al-a'malu wat-ta'atu fil ashri wa minha al-hajj wal-udhiya, matendo mema na taa mbalimbali katika hizi siku 10, miongoni mwa amali hizo ni hija na kuchinja. Namba 4, fadlu yaumi Arafa, fadhila au ubora wa siku ya Arafa, wa takbiru fihi, na kuleta takbira katika siku hiyo. Fadlu yaumi nahari wa ahkamuhu, ubora wa siku ya kuchinja na hukumu zake. Namba 4, fadlu yaumi Arafa, ubora wa siku ya Arafa, wa takbiru fihi, na takbira zilizomo katika siku hiyo. Namba 5, fadlu yaumi nahar, ubora wa siku ya kuchinja, wa ahkamuhu, na hukumu zake. Namba 6, fadlu ayami tashriqi wa adabuhu, fadhila za masiku yale ya kuanika nyama, wanaita masiku ya kuchanja nyama, wa adabuhu, na adabu zake. Haya ndio mambo ambayo Muislamu anatakiwa ayajue. Tukianza na la kwanza, fadlu ashri dhulhijja, ubora wa masiku 10 ya Dhulhijja. Inna Allaha azza wa jalla faddala ba'dha ash-shuhuri wal ayami wal layali ala ba'd, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala
ameyafadhilisha, ameyapa ubora baadhi ya miezi na baadhi ya siku na mausiku, yani baadhi ya michana na miusiku juu ya baadhi ya nyingine. Yakuna dhalika auna lilmuslimi fi ziyadati al-amali war-raghbati fi ta'a, ili iwe ni msaada kwa Muislamu katika kuzidisha amali njema na kupenda katika kufanya taa, watajdidi nashati, na kwa ajili ya kufanya upya harakati zake za kiibada, liya'dhuma ajruhu, ili amali zake anazozifanya hizo zimletee malipo yaliyokuwa makubwa, wayahdha binasibin wafirin, na ili aweze kupata fungu kubwa kabisa mina thawabi, la thawabu. Waqad faddala Allah ta'ala 10 dhilhijja, Allah subhanahu wa ta'ala amezifadhilisha zile siku 10 za Dhulhijja ala ghairiha, dhidi ya masiku mengine, min al-ayyam. فعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, anasema mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka katika hadithi aliyopokea sahaba Ibn Abbas, Allah amridhie, ma min ayamin ala amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah minhu fi hadhihi al-ayyam al-ashr. Ma min ayamin, hakuna masiku, ala amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah, amali njema inapendeza zaidi katika masiku hayo, minhu fi hadhihi al-ayyam al-ashr, kuliko katika hizi siku 10, yani siku za mfungo 3. Qalu, wakasema masahaba, walal jihadu fi sabilillah, hata kupigana jihadi hakulingani na masiku hayo na amali zinazofanana na masiku zinazofanyika katika masiku hayo, ewe mtume wa Allah. Walal jihadu fi sabilillah, wala kupigana jihadi katika dini ya Allah. Qala, mtume akasema, walal jihadu fi sabilillah, wala kupigana jihadi katika njia ya Allah, illa rajulun, isipokuwa mtu ambaye kharaja binafsihi, aliyetoka kwa nafsi yake, wa malihi, na mali yake, walam yarji min dhalika bishay'in, na hakikurudi katika hivyo chochote. Yani mtu alijitoa akaenda jihadi, akafa yeye mwenyewe binafsi na mali yake, na hakikurudi chochote, huyu ndio anaweza akalingana, au anaweza akawa matendo yake ni bora kuliko matendo yanayofanyika katika masiku haya 10 ya Dhulhijja. Rawahu Ahmad, ameieleza Imamu Ahmad, hadithi nambari 10978, wal Bukhari wa Abu Daud wa ghairihim, wal Bukhari wa Abu Daud wa ghairuhum, pia ameieleza Imam Bukhari na Abu Daud na wengineo wameeleza hadithi hii. Katika riwaya nyingine, ma min amalin, hakuna amali yoyote, azka inda Allah, iliyokuwa takasifu zaidi mbele ya Allah azza wa jalla, wala a'zama ajra, wala yenye matendo yenye malipo makubwa zaidi, wala a'zamu ajra min ghairihi min khairin, wala yenye matendo yenye malipo makubwa zaidi katika khairi, miongoni mwa khairi ya amaluhu anayoifanya mwanadamu, fi ashri al-adha, katika yale masiku 10 ya Adha. Rawahu al-Imam ad-Darqutni, rawahu al-Imam Darimi, ameeleza Imamu ad-Darimi. Wa hadha dalilun, hizi ni dalili ala fadli ayami 10 dhulhijja, zinazoonyesha ubora wa masiku 10 ya Dhulhijja, ala ghairiha min ayami sana, kuliko masiku mengine yote katika mwaka mzima. Lianna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam shahida bi annaha afdalul ayyam, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam ametoa ushuhuda ya kwamba hayo ni masiku bora lila amali salih, katika kufanya matendo mema. Wa hatha fiha ala al-amali salih, na akahimiza watu wafanye matendo mema. Wa amara fiha bikathrati at-tasbih wat-tahmid wat-takbir, akaamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam ndani yake watu wafanye tasbihi kwa wingi, walete tasbihi kwa wingi, walete tahmidi kwa wingi, wamshukuru Allah, wat-takbir, na kuleta takbira, fi qawlihi, katika kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam anasema,
ma min ayamin, hakuna masiku a'zamu inda Allah, matukufu zaidi mbele ya Allah, wala ahabu ilaihi, wala hakuna masiku inapendeza zaidi, al-amalu fihinna, amali njema zinapendeza katika masiku hayo, min hadhihi al-ayyam, kuliko masiku haya al-ashri, yaliyokuwa masiku 10. Fa akthiru fihinna, basi kithirisheni katika masiku hayo, fanyeni kwa wingi katika masiku hayo, min at-tahlili, kuleta tahlili, kusema la ilaha illa Allah, wa takbir, na kuleta takbira Allahu akbar, wa tahmid, na kuleta tahmidi, kumshukuru Allah, walhamdulillah, na ibada zinginezo. Rawahu Ahmad wa qawahu bi shawahidihi al-Albani, ameeleza Imamu Ahmad na ameipa nguvu kwa shawahidi mbalimbali Imamu Albani katika kitabu kinaitwa Al-Irwa. Wa mimma yadullu ala fadliha, miongoni mwa yale yanayojulisha ubora wake aidha pia, anna fiha yawma Arafa, katika masiku hayo kuna siku ya Arafa, wa yawma an-nahri, na siku ya kuchinja. Hizi ni miongoni mwa siku zilizokuwa bora kabisa, ndio zinazofanya mwezi huo mwezi wa Dhulhijja uwe bora zaidi. Wa fiha al-udhiyatu wal hajj, na ndani yake kuna ibada ya udhiya, ya kuchinja, lakini pia kuna ibada ya hija. Yaqulu Ibn Hajar, qala Ibn Hajar rahimahullah, Ibn Hajar Allah mrehemu, anasema katika Fathul Bari juzuu ya 2 ukurasa wa 460, walladhi yadhhar, na kile kinachoonekana, kinachodhihiri, anna sababa fi imtiyazi ashri dhulhijja, sababu ya kupambanuka haya masiku 10 ya Dhulhijja, yani yakawa matukufu, sababu yake hasa ni nini? Limakani ijtimai ummahati liibadati fihi, kwa sababu ni sehemu ya kujikusanya ibada kuu ndani yake. Yani ndani ya hizi siku 10 ni sehemu ambayo zinakutanika ibada, mama za ibada ndani yake. Wa hiya sala, kwanza inapatikana swala zinaswaliwa humo, wasiyam, na funga hususa ile siku ya yaumu Arafa, wasadaqa, sadaka zinatolewa, wal hajju, na hija, na ibada zingine pia zinafanyika katika masiku hayo. Wallahu aalam. Hili ni jambo la kwanza ambalo Muislamu anawajibika au anatakiwa kufanya katika haya masiku ambayo yatakuja muda si mrefu katika mwezi huu wa Dhulhijja kama tulivyoeleza. Wallahu aalam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.